إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Leo nitaanza kufundisha kitabu hiki cha aqida kinachoitwa Khudh Aqidataka minal kitabu wa sunnati sahiha, ambacho kimeandikwa na Sheikh Muhammad Jamil Zainu. Aqida tafsiri yake kwa Kiswahili ni itikadi. Itikadi ni imani au msimamo wa mtu au kikundi kuhusu mambo fulani. Sheikh anaanza kwa kusema haqqullah ala al-ibadi, haki ya Allah juu ya waja. Kitabu hiki Sheikh amekiweka katika mfumo wa maswali na majibu. Swali la kwanza, limadha khalaqana Allah, kwa nini tumeumbwa sisi na Allah? Jawabu, khalaqana lina'budahu, ametuumba sisi ili tumwabudu yeye. Wala nushrika bihi shay'a, wala tusimshirikishe yeye na kitu chochote. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala fi surati ad-dariyat, katika surati ad-dariyat, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Surati ad-dariyat aya 56. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kauli yake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haqqullah ala al-ibadi, haki ya Allah juu ya waja, an ya'budu, ni tumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wala yushriku bihi shay'a, wala tusimshirikishe na chochote. Muttafaqun alayhi, hadithi imepokelewa na Bukhari na Muslim. Swali la pili, ma hiya al-ibada, ni ipi ibada? Jawabu, ibadat ismun jami', ibada ni jina linalokusanya lima yuhibbuhu Allah, yale yote ayapendayo Allah, minal aqwali, ikiwa ni miongoni mwa maneno, wal af'ali, na matendo, kadduai, kama kuomba dua, wassalati, na kuswali, wadhabhi, na kuchinja, wa ghairiha, na asiokuwa hayo. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, sema, inna salati, hakika swala zangu zote, wa nusuki, na kuchinja kwangu wanyama,
wa mahyaya na uhai wangu, wa mamati na kifo changu, lillahi rabbil alamin, yote yanamstahiki Allah, mola wa walimwengu wote. Surat An'am aya 162. Nusuki dhabhi lilhayawanat. Nusuki maana yake ni kuchinja kwangu wanyama. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hadithi hii ni hadithi qudusi. Hadithi qudusi ni hadithi ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameinasibisha na Allah, yani maneno yake yanatokana naye Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye msemaji wa Allah ndani yake. Wama taqarraba ilayya 'abdi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na wala hatojikurubisha kwangu mja wangu, bishai'in, kwa jambo, ahabba ilayya, linalopendeza zaidi kwangu, mimma taradtu alayhi, kuliko jambo ambalo nimemfaradhishia juu yake. Rawahu hadithun qudus, hadithini hadithi qudus. Rawahu al-Bukhari, imepokelewa na Bukhari. Swali la 3, kaifa na'budu Allah, ni vipi tutamwabudu Allah? Jim, jawabu, kama amarana Allah, kama alivyotuamrisha Allah, wa rasuluhu, na mtume wake. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atii'u Allah, mtiini Allah, wa atii'u rasula, na mtiini mtume wake, wala tubtilu a'malakum, na wala msiyabatilishe matendo yenu. Surati Muhammad aya 33. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man amila amalan, yeyote atakayetenda kitendo, laisa alayhi amruna, kitendo ambacho hakuna juu ya kitendo hicho amri yetu, fahuwa raddun, basi kitendo hicho atarudishiwa. Ai ghairi maqbul, maana yake hakitokubaliwa kitendo hicho. Rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na Muslim. Swali la 4, hal na'budu Allah khawfan wa tam'a, je, tunamwabudu Allah kwa kumhofu na kumtaraji? Kumhofu ni ile hali ya kuwa na hofu kuhusu adhabu zake, na kumtaraji ni ile hali ya kutaraji thawabu zake na huruma yake. Jim, jawabu, naam, na'buduhu kadhalika, tunamwabudu yeye kwa hayo. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, yasiful mu'minina, akiwasifia waumini, yad'una rabbahum, wanamwabudu Allah, khawfan wa tam'a, kwa kumhofu na kumtaraji. Surati Sajida aya 16. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, as'alullaha aljanna, ninamuomba Allah pepo, wa a'udhu bihi minan nar, na najilinda kwake kutokana na adhabu ya moto. Sahihun, hadithini hadithi sahihi. Rawahu Abu Daud, imepokelewa na Abu Daud. Swali la 5, ma huwa al-ihsanu fil ibada, ni ipi ihsani katika ibada? Jim, jawabu, ihsanu huwa, ihsan maana yake muraqabatullah ta'ala fil ibada, ni kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi yaraka hina taqum,
ambaye anakuona pale unaposimama kuswali, wa taqallubaka fi sajidin, na kujigeuza kwako katika sijida. Surati Shu'ara aya 218 na 219. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ihsanu an ta'budu Allah, ihsan ni kumwabudu Allah, kaannaka tarahu, kana kwamba unamuona, fa illam takun tarahu, japokuwa wewe humuoni, fa innaka yaraka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokelewa na Muslim. Naombeni muweze kujitolea kuipa support channel hii kwa kubonyeza sehemu iliyoandikwa subscribe ambayo ipo chini ya audio hii. Utakapobonyeza sehemu hiyo itakusaidia kuweza kuwa mtu wa kwanza kupata audio zangu zote mpya nitakazokuwa nikiziposti katika mtandao wa YouTube. Wallahu a'lam.